Na ndio maana tukakupa kanuni. Manake upo tayari sisi tunacheza kwenye misingi hii. Yani na mwisho wa siku kwenye hizo right za matumizi labda ya nembo wewe tayari ushazisarenda kwa bodi ya ligi kwamba mimi nitacheza ligi yako na mechi 30 kwenye ligi yako. Ndio maana leseni unaomba. Kwa hiyo bodi ya ligi yeye ndo anajua hiyo nembo yako yeye ataitumia wapi na lini. Muda wote unaweza kaitumia kwa sababu kuna muda yeye atahitaji kubrand ligi yake. Kwenye kuibrand ligi yake ni lazima atatumia nembo za wanachama wake. Kwa hiyo hata anavyoenda kwa mdhamini kwamba na timu zangu ziko 20 ama ziko 30 kwenye ligi nataka urushe mechi ataenda na nembo za hizo timu. Kwa hiyo obviously unaweza ukagoma wewe lakini mwisho wa siku tutarudi kwenye ulivyo sign kanuni kwamba huyu ndio uliomkabidhi haki zako zote za hiyo nembo atumie na mwisho wa siku obviously bodi ya ligi watakuja watakwambia bwana kuna mechi hapa haijachezwa na hii mechi sisi lazima tuifanyie promotion kwa sababu kuna mtu ambao tulimpa arushe hizi mechi anahitaji kutangaza matangazo yake ya kurusha mechi ili aingize pesa zake. So kuna kanuni moja ipo na watu tunaga na adhibiwa. Huyu ambaye leo wanasema asitumie nembo yao. Ukikataa kufanya naye interview baada ya mechi unapigwa adhabu. Yaani iwe kiongozi, mchezaji umechaguliwa na hii kampuni kwamba tunataka tufanye interview na wakanda baada ya mechi ukagoma. Wanaandika report nenda bodi ya ligi na unapewa adhabu. Sio hiyo tu. Kuna adhabu nyingine Ibra kwa mfano ile ya kuchelewa kurudi mapumziko. Kuna timu ilichelewa kurudi mapumziko dakika 3 ikapigwa fine kwa sababu anayerusha mechi alisema kwamba mimi muda wangu wa kurusha mechi ni saa 1 mpaka saa 4. Ikipita hiyo mimi naingia hasara ya kipindi kingine. Kwa hiyo aliyechelewa dakika 3 after hata wewe mwenyewe aina ya wadhamini wa kimachi na mdhamini mkuu kuna namna unaambiwa wewe usiingie naye makubaliano. Kwa hiyo hili jambo tulisema mwanzo vitu vingine nafikiri ni kwenye eneo la elimu na watu kuchukulia vitu poa. Ndio maana wanasema kwamba ogopa sana kuingia kwenye mashindano au shindano ambalo hujui kanuni zake kwa sababu kanuni ndio muongozo wa lile jambo unaloenda kulishindania. Mfano huwa tunaonaga bwana mwanangu jamaa hajafika mpaka saa hizi nusu saa nzima hii lakini kuna kanuni ambayo inasema uwanjani unatakiwa ufike saa ngapi. Wachezaji wanatakiwa wawe nao wangapi. Sijui maandalizi ya mechi. Kwa hiyo TFF mwanachama wake ni Yanga. Yaani Yanga ni mwanachama wa TFF. Alafu kuna eneo TFF Yanga ni wanachama wa BMT. Kwa hiyo wao kuna maeneo ambayo wanakutana tofauti. Yaani wanakuta ya TFF kwa sababu TFF directly hana link labda ya wizara moja kwa moja. Lakini TFF kuna ni BMT. Lakini TFF kuna kanuni ambazo anaishi nazo zinatoka wizarani. Kwa sababu yani hapa katikati hapa katikati kuna BMT ambaye yeye anatakiwa kuregulate zile kanuni zinazotoka wizarani. Kwa hiyo BMT atazishusha vile vile mpaka kwa TFF. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni au tuje kwa mfano kwenye kanuni za nchi by the way. Wizara ya fedha ama wizara hizi nyingine zinataka kwamba kila klabu ifanyiwe auditing. Tusome mapato yako na matumizi. Hiyo ni regulation inayotoka moja kwa moja kwenye taifa kwenye level ya juu inakuja mpaka kwa wewe ambaye labda hata huyo waziri anaweza kawa hajawahi hata kuupenda mpira kabisa lakini mwisho wa siku ripoti yako inabidi isomwe ili twende TRA tuhakikisha kwamba kweli wewe labda biashara yako inaendeshwa kihalali. Kwa hiyo hizi masuala ya kutumia nembo huwezi kukataa. Ulisha surrender haki zako za matumizi ya nembo. Na kanuni za ligi ukachukua nembo yako inatumika. Nsajigwa. Tuje kusoma maoni ya wadau wengine. Nilikuwa naongea na mtu mmoja senior akaniambia kwamba kamati ya utendaji Excom ya TFF ndio inayoendesha TFF na huo ndio uhalisia. Sehemu yoyote yani Young Africans inaendeshwa na kamati ya utendaji, Simba bodi ya wakurugenzi ndio inayoendesha club. Bodi ya ligi ni chombo cha TFF. Akaniambia kwa busara tu inawezekana TFF muda huu wakatumia kamati ya utendaji aidha kukichukulia hatua chombo chake hata kutengeneza bodi ya mpito ili mambo mengine yaendelee. Hii ilikuwa ni kwenye solution ya kuangalia TFF kama baba mwenye mpira wake anaweza akachukua hatua gani as long as Yanga wamesema hawana imani na bodi ya ligi. Unadhani tumefika hatua hiyo au hatua hiyo kamati ya utendaji ya TFF ikiangalia hiki chombo chake na namna ambavyo anaweza kasolve hili jambo? Ya kwanza hapana. Na issue ya kutokuwa na imani ya Yanga sio bodi tu. Kawataja wote paka wa TFF wenyewe. Na yeye pia ana imani nayo. Na kuna baadhi ya malalamiko ambayo yanahusiana na kamati ambazo zipo chini ya TFF. Ikiwemo kamati ya maadili, issue za kesi zake ambazo yeye anaenda huko afu huwa anashindwa. Kwa swala kutokuwa na imani Yanga hata hiyo kamati tendaji ya TFF pia na yeye pia hana imani nayo. Lakini cha pili TFF wakifanya hivyo maana yake ni kuhararisha kwamba bodi ya ligi na makosa. Kitu ambacho paka muda huu baada ya kukaa kwa muda mrefu na mimi kuchunguza sioni kama ana makosa.
Wao na bodi ya ligi wako sahihi sana. Wameahirisha mechi na kanuni inawapa nguvu na sababu umezitaja. Na sababu zitaje sababu ambazo ni za kitaalamu zaidi, ambazo uchunguzi hawezi kufanya bodi. Yani issue ya rushwa kuna watu ambao bado wafanye. Kama ni issue ya usalama kuna watu bado wafanye, sio yeye bodi. Na uchunguzi hawezi kaa siku 2 siku 3 kwa umeisha. Na uwezo kuwapangia muda kwamba uchunguzi bwana wiki 2 mmalize, hauwezi kuwapangia. Lakini lazima uendelee mpaka mpo wao wanaweza kumaliza. Na kingine kipindi uchunguzi unaendelea, lazima ligi iishe, lazima mabingwa patikane, lazima ushuka daraja ashuke, lazima kwenda CAF sio Champions League aende, kama kwenda shirikisho aende, na CAF wa deadline ya kuchukua majina. Kwa haya yote hayawezi akasimama kwa sababu uchunguzi hujakamilika. Haya yote hayawezi akasimama kwa sababu mtu hajapewa uthibitisho kama kweli alikuwa na viashiria vya rushwa. Lazima mwingine aendelee. Kwa ndio maana nasema bodi ikitaka TFF akitaka wavunje hii bodi, sio weke bodi ya mpito, ni kudhibitisha kwamba tarehe 8 kipindi mechi inaahirishwa kulikuwa kuna sababu za msingi, watu walikosea, kitu ambacho paka muda huu hali ilivyo sio sahihi. Kwa msimamo wa TFF upo sahihi. Upo sahihi kabisa, mambo yanabidi yaende hivi. Na kina kizuri zaidi ambacho Yanga amekuja kujichanganya, ameshapewa maelekezo namna kufuata, lakini akaja akakataa. Ile kukataa tu inakuthibitishia kwamba hawa watu inawezekana mwanzo tulikuwa tunaamini wanataka haki, lakini hivi sasa sio haki tena, maybe wana ajenda yao nyingine. Kwa sababu kama unataka haki, haki haiji kwa migomo, haki haiji kwa kutofuata sheria. Ushapewa utaratibu ni huu hapo, unaukataa, unataka utumie nguvu ya wananchi, nguvu ya nini. Ukishaona mtu anaenda hivyo, maana yake huyu ana ajenda yake nyingine. Kwa katika wakati kama hizo, sehemu pekee ambao mimi nahisi ni suluhisho ni TFF kuendelea na msimamo huu ambao bodi ya ligi shapanga, ratiba iko pale, ibaki vile vile kama ilivyo. Na huyo ambaye hatakuja hiyo tarehe 15 siku ya mechi kama kanuni inavyosema, sababu nyingine zifuate. Sasa hapo kwenye adhabu, wazee wanasema ligi itaishia siku hiyo. Sasa hapo kwenye adhabu ligi itaishia siku hiyo. Paka hao wazee wanapata hii nguvu, si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu wadau wakubwa wa soka Tanzania wamegoma kubadilika. Yaani wamebaki na timu zao, kwamba timu zao hazitaki kuguswa kwa namna yoyote. Ndio maana leo hii hawa wanapata nguvu. Na hata ile barua ya Simba usiku kumkia tarehe 8 iliandikwa kimakusudi kwa sababu walikuwa wanajua wana watu wengi huko nyuma ambao mamlaka za mpira zikitaka ziamue wao watakuwa upande wao. Kwa suluhisho haya yote ukifuatilia sana unakuta chanzo sio TFF wala bodi ya ligi. Chanzo ni wadau huko nyuma ambao hawa ndio wanazipa nguvu hizi timu. Leo hii Yanga angekuwa ana backup ya watu wakubwa, asingekuwa na ule msimamo. Yaani leo hii rais wa Yanga aweza akasema anaigomea TFF wakati hiyo nyuma kuna nani yake. Leo hii Simba aweza akasema asipeleke timu uwanjani wakati huko nyuma hana backup. Mpaka anafanya vile, ana uhakika anachofanya. Backup ni watu wa mpira au watu wa nje ya mpira Nsajigwa? Wote, kuanzia wale wako ndani ya mpira na ambao si wa mpira, wote wapo. Kwa hizi mifano mingi timu zina kiburi sana. Kuna mfano juzi kati hapo katikati walikuwa wanajadili issue bungeni. Kila mbunge alikuwa akisimama, kama ni wa Simba atavutiwa upande wake, kama ni Yanga atavutiwa upande wake. Huo ni mfano hivi karibuni tu, lakini kwa mifano unakuta Yanga kaonewa na maamuzi ya ulefa Simba labda kaonewa na maamuzi bungeni, mbunge anasimama anazungumzia ile issue ya maamuzi kuonea timu yake na watu wanamsupport. Sasa hawa watu wana nguvu. Wewe TFF kama hawa watu wakionewa tu na maamuzi unakuwa ni mdadala wa taifa, uwezo wa kataalamu watu. Kwa haya yote ili yaweze kuenda sawa, lazima wadau, jamii ikubali kwamba hizi timu zinakosea, na ukikosea huo tayari kuchukua hiyo adhabu. Lakini kama tutaendelea kuwa hivi, mechi itakuwa ni kila siku. Kwa hiyo wewe mazingira unaonaje, mechi ipo haipo? Kwa jinsi hali ilivyo, inawezekana mechi siwepo. Kwa hali ilivyo, kwa mujibu wa bodi, ratiba shapangwa iko pale. Lakini kwa mujibu wa mazingira, na kwa nini mazingira yanavyoenda na nguvu ambayo Yanga ipo nayo nje, inawezekana wajani asifanye chochote. Hiyo ni mechi. Frank Yanga anasema nawapata vizuri, sisi tupo tayari kwa chochote, yani atuchezi Frank Yanga wakali wa VIPB hawa. Sawa bana, yeye anaandika hivyo. Anasema Kasuga, hebu mwambie Mialuko hilo analiongea wameshachelewa, ni wajibu wa bodi na shirikisho kujishusha ili kuamua hili na sio kugusa kanuni. Tunaomba muelewe kuwa tumejiandaa kisaikolojia kwa lolote. Sawa bana. Mwingine ambaye ametuandikia hapa ni mzee Hoza, anasema Wasingida Mwananka Suga, hata mimi ni pamoja na wazee wa Yanga, kwani ninahitaji bodi ya ligi wajiuzuru, maana wanatuharibia ligi yetu. Sawa bana. Shukrani pia kwa Babu Ochu kutoka Tanga Korogwe pale, naye pia anatufuatilia muda huu. Message za wadau ni nyingi ambazo wanatuandikia.
tunapata mapumziko mafupi. Jana Ally Kamwe pia alisema hakuna maelekezo yoyote ambayo yametoka serikalini kuhusiana na hili jambo ambalo wanasema Yanga wamekataa. Kwa hiyo ameweka wazi kwamba wao hawawezi kukataa ombi la serikali. Motifu sana. Na as long as hakuna ombi lolote la serikali, ndio maana wao wapo na huu msimamo. Kwa hiyo Watanzania wanapaswa kujua kwamba mpaka hivi sasa serikali haijatia mkono kwenye jambo hili eneo lolote. Maana yake wakiomba wataenda kucheza. Na mara ya mwisho Profesa Kabudi, waziri husika wa michezo, alisema jambo wameliacha kwenye mamlaka za. Kwa hiyo msimuhusishe mama wala msimuhusishe waziri. Ili jambo lipo kwa President Karia na mamlaka yake ya soka. Tunarejea.